Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba. Nitasoma katika kitabu cha Nahumu sura ile ya kwanza mstari wa 13. Biblia inasema, na sasa nitakuvunjia nira yake, nami nitakupasulia mafungo yako. Maandiko yanaeleza kwa habari ya Mungu kuzivunja nira, halafu kuondoa vifungo. Sasa tunaona katika lugha ya mbinguni, kwa habari ya lugha ya Biblia, tunaona swala la nira ni jambo nyeti sana, ambalo hiyo lugha mpaka isikike ndani ya moyo wa mtu, Roho wa Bwana aifungue ndani ya moyo wa mtu aelewe. Na ni maombi yangu napoongea hivi swala la nira, Roho wa Bwana akupe picha katika ulimwengu wa roho, nira ni nini. Halafu baada ya hapo akupe nguvu ya kutoka katika nira, kwamba kila mmoja anaposikia kwamba maandiko yanasema na sasa nitavunja nira, yani aelewe katika picha, katika ulimwengu wa roho maandiko yanaeleza nini, Mungu anaeleza nini. Kwamba Nahumu anapoeleza ya kwamba ipo nira, halafu ataondoa mafungo, maana yake ni nini? Nira tunaelewa, na huwa natoa tafsiri mara zote ya kwamba ni kitu kinachomshikilia ng'ombe na ng'ombe. Ni mfano huo wa dhahiri kabisa. Ng'ombe na ng'ombe anashikiliwa ili waweze kwenda pamoja. Kwa ng'ombe mmoja akirusha hatua moja kwa ajili ya nira ile, na mwingine lazima arushe. Usipoenda unaumia. Kwa ni lazima mtu hiyo nira, lazima ng'ombe mmoja akienda mbele na mwingine lazima aende. Yani hakuna namna mwingine akabaki nyuma. Akibaki nyuma wa mbele anaumia, akienda mbele wa nyuma anaumia. Kwa ni lazima, ili uwe sawa, ili usiumie, ni lazima uende sawa sawa. Wale ng'ombe lazima waende kwa step. Kinachowasaidia waende kwa step moja ni nira. Sasa hiki ni kitu kikubwa sana katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ile nira inayomfunga ng'ombe moja na ng'ombe mwingine kwa ajili ya kuvuta mzigo ni kitu ambacho katika ulimwengu wa roho kimezungumziwa. Na ndio maana Mungu anasema ya kwamba nitavunja nira yake, halafu nitakupasulia mafungo yako. Kwamba kuna nira ambayo inafunga. Na ndio maana hii haijaongelewa hapa tu. Tunaona maandiko yanasema msifungiwe nira na wasioamini kwa namna isiyo sawa sawa. Msifungiwe nira, kwamba msije mkatembea kwa pamoja huku mmeshikiliana katika ulimwengu wa roho na mtu asiyeamini. Anasema kwa sababu hakuna urafiki kati ya nuru na giza. Yeye aaminie ana sehemu gani na yule asiyeamini? Usifungiwe nira naye. Kwa sababu gani? Maana ya nira ni kwamba msije mkatembea hatua moja, kwamba kila moja anamvuta mwenzie, halafu mnashangaa wewe unavutwa na asiyeamini. Tayari utaingia kwenye uharibifu. Lakini wanapoongelea nira, tunaona nira inaweza kufungwa na nguvu za giza, kwamba ukajikuta umeshikiliwa na nguvu za giza. Nira ya umaskini, sasa yale mapepo yale yanakuja na kupachika nira, yanaanza kukutembeza kwenye umaskini. Unajikuta kila unachokifanya hakifanikiwi. Unajikuta unapambana lakini hakuna matokeo. Ujue umefungashiwa nira. Unajikuta katika ulimwengu wa roho yale mapepo ndio huwa yana tabia. Hamna pepo linalokuja kwako lisipachike nira, likajipachika nira na wewe. Yani unapachikiwa nira hapo, halafu unaanza kutembea kwenye stress. Ujue hapo hiyo stress, huo msongo wa mawazo, lile pepo limekuja katika ulimwengu wa roho, limekupachika nira, linaanza kukutembeza kwenye stress. Yani lenyewe lina stress, limebeba uharibifu wa stress, ili liweze kutembeza wewe kwa stress. Katika ulimwengu wa roho kupachika nira, unaanza kutembea kwenye ile stress. Sasa kama hautembei rohoni, huwezi ona kama haya mambo yanayoongelewa kwenye Biblia ni kama ya kwako. Utaona kama ni ya mtu mwingine. Lakini ukiangalia kwenye maisha ya kawaida, unaona mbona kuna jambo fulani mimi sielewi, mbona kuna kosa amani, mbona hali yangu ya kiuchumi ni mbaya. Angalia umefungashiwa nira na giza, lazima ukate hiyo nira. Na ndio maana maandiko yanasema ya kwamba nitavunja nira yako. Ile nira iliyokuunganisha wewe na jambo lolote usilolipenda. Ile nira iliyokuunganisha wewe na mateso. Ile nira iliyokuunganisha wewe na uharibifu wao wote. Bwana anatoa ahadi ya kuikata hiyo nira.
Ni wakati wako asubuhi ya leo kumkaribisha Bwana aikate hiyo nira katika ulimwengu wa roho. Mwambie Bwana Yesu, ninachungulia katika ulimwengu wa roho, ninalielewa hili jambo linaloongelewa na wewe kupitia mtumishi wako, lakini leo ninakukaribisha ukate nira. Kata nira. Ndipo utakapoona umaskini unapokuachia. Utajiuliza umeachia vipi? Ile nira imekatika. Ndipo utakapoona msongo wa mawazo unakuachia. Umekuachia vipi? Ile nira imekatika. Na ndio maana unakuta kwenye maandiko Yesu anatukaribisha kujitia nira kwake. Anasema jifungeni nira yangu. Anataka twende tukajifunge na yeye, yani tukokotwe na yeye. Alipo yeye na sisi tuwepo. Maana nira inabeba mtu kama pepo lilipo na wewe upo. Ajenda ya kipepo ilipo na wewe upo, umeshikilia hapo kwa sababu ya ile nira. Hasa Yesu anatukaribisha tujitie nira yake, tujifunze kutoka kwake. Anaeleza faida. Anasema kwa maana yeye ni mpole wa moyo, nasi tutapata raha nafsini mwetu. Nini maana yake? Tunapojifunga nira na Kristo, tunatembea katika baraka za Kristo, tunatembea katika neema ya msalaba, tunatembea katika kusudio la Bwana. Hii nira ya Kristo, ndani yake hakuna magonjwa. Nira ya Kristo, ndani yake hakuna msongo wa mawazo, ndani kuna furaha. Unapojitia nira ya Kristo, ndani yake kuna uponyaji. Kwa maana nira ya Kristo ni kubeba ule faida ya msalaba. Unajitia kwenye ile faida ya msalaba ambayo Yesu alilipa gharama. Kwa hiyo unajikuta unatembea kwenye uzima, kwa ile sheria ya uzima iliyo ndani ya Kristo Yesu. Na huyo Kristo Yesu umejitia nira kwake katika ulimwengu wa roho. Lazima ufurahi katika nchi ya walio hai. Lazima urukeruke kama ndama mazizini, kwa sababu umejitia nira mahali sawasawa, mahali ambapo pana baraka, mahali penye neema. Tumekaribishwa na Yesu Kristo tujitie nira yake, na huku tumeahidiwa na Bwana kwamba atakata nira za giza. Akishakata nira za giza, tunakutana huku na mwaliko wa kujitia nira ya Kristo. Tuanze kutembea kwa ile nira ya Kristo. Tufungashiwe na Kristo, tuanze kutembea kwenye kazi ya msalaba. Anasema alikufa maskini ili tufanyike matajiri. Tutakuwaje matajiri katikati ya maskini? Lazima tukate nira ya umaskini, alafu tujitie nira ya Kristo ambayo tayari alilipa gharama umaskini. Ndani yake kuna utajiri, ndani yake kuna furaha. Alipigwa, akateseka, akachapwa mijeledi, na kwa kupigwa kwake tulipata kupona. Kwa nini magonjwa yapo? Kwa sababu tumejitia nira katika giza la magonjwa. Tunakata nira leo ya magonjwa, tunajitia nira ya Kristo ambapo ndani yake kuna uzima. Tena huo uzima ni nuru ya watu, na hiyo nuru yang'aa gizani, na hilo giza halikuiweza. Tunajitia nira yake ambayo kwa kupigwa kwake tumepata kupona. Utakapojitia nira yake, hutatembea kwenye magonjwa. Utakapojitia nira yake, hutatembea kwenye uharibifu. Utakapojitia nira yake, hutatembea kwenye giza, kwa sababu tayari upo nuruni. Na unapotembea katika nuru, wewe tayari ni mshindi. Kwa hiyo tutajitia nira leo, tutakata ya giza, tutajitia nira ya Kristo. Halafu utaona jinsi tutakavyopelekeshwa katika baraka. Mtu mmoja ataanza kukiri, atashangaa mbona leo mambo yanaanza kwenda vizuri. Kuna nira iliyokushikilia imekatika. Kila nira, iwe ni nira ya madeni, nira ya magonjwa, nira ya kukosa fedha, nira ya umaskini, nira ya msongo wa mawazo, nira ya mateso na faraka kwenye ndoa, inakatika leo. Leo inakatika, na unaenda kuwa huru, tena huru kweli kweli. Na tunapoenda kuikata hiyo nira, tunapoenda kuing'oa hiyo nira, tunaenda moja kwa moja automatically tunaenda kujipachika nira ya Kristo ambayo tumealikwa kwake, ya kwamba tujitie nira yake na tujifunze kutoka kwake. Tutapata raha nafsini mwetu. Kama unatamani kuwa na raha, unaona kabisa unahitaji raha, lazima twende tujitie nira ya Kristo leo, sio kesho. Wakati huu leo tunaenda kujitia nira ya Kristo Yesu. Nataka twende mbele za Bwana tukakate nira. Nira ni nyingi sana. Unakuta mwingine ameshikiliwa na nira zinazotoka kwenye familia, ameshikiliwa na nira za magonjwa yanayotoka kwenye ukoo. Kuna nira za mateso yanayotoka kwa mume wake, kwenye ukoo wa mume wake. Ulipojiunga na mume wako, umeanza kutembelea shida za mume wako. Wengine wamejitia nira zinazotokana na maisha walioyaishi hapo nyuma. Mlienda kwa waganga kienyeji, mlienda kufanya mkatoa sadaka kwenye madhabahu za giza, ulijitia nira huko. Halafu unajikuta kila
unachopambana hakiende, kwa sababu ulijitia nira kwenye giza. Kwa kuna mateso ya nira yanayotokea pande za familia na ukoo. Kuna mateso ya nira yanayotokea kuzimu kutokana na uonevu na hila za nguvu za giza. Kuna nira nyingine za mateso zimetoka kwa majirani zako. Siku moja mtu mmoja akaniambia, mimi baba naona niko salama. Nikamwambia, sikiliza, ninaona kuna mtu huyu na akaniambia nikasema, mimi wastaji watu, lakini wewe naona nikutajie tu ili uelewe nini kinaendelea. Nikamwambia, huyu ni nani? Akasema, huyu yuko jirani na mume wangu. Nikamwambia, sasa sikia, anatabiri ufe kesho. Anatabiri ufe kesho. Akasema, ni ukweli. Nikamwambia, sasa sikia, nimekuambia hivyo maana naona kama haushughuliki na maisha yako, halafu unaona kama ni kitu cha kawaida, lakini nimeamua kukutajia ili uamke. Akachanganyikiwa kweli kweli. Nikamwambia, nimekutajia ili uamke, maana kila siku ninaona kuna nira imekushikilia, lakini hutaki hiyo nira ikuachie. Akaniambia, ni ukweli. Tukaanza kuomba pale. Tulivyoomba pale, mambo mengi yalitokea sana, na mapepo yakakurupuka pale. Tulitumwa kuja kumuua. Nikamwambia, nikarekodi pale, nikamuonyesha ile clip. Baada ya pale, yule msaidizi wangu akamuonyesha, akasema, angalia. Akashangaa sana. Akaambia, hivi baba, haya mambo yapo? Nikamwambia, nilikuwa nataka uone kwamba kuna sababu gani ya wewe kukata uharibifu wa nguvu za giza. Akashangaa sana. Nisikia nikwambie, kuna watu hujui ya kwamba wanakunenea, yani wanatamani ufe kesho ili wachukue nafasi yako hata kazini kwako. Kuna watu wanatamani ufe kesho ili usishindane nao tena kibiashara. Kuna watu wanatamani ufe kesho ili hapo mtaani usije ukaonekana, yani ionekane tu kwamba ile nyumba ya mtu aliyekufa lakini asiye hai. Yani kuna mambo mengi. Kumbuka, giza limebeba uchafu wa kila aina. Unajikuta unafungashiwa nira na vitu vya ajabu ambavyo unashangaa vimetokea wapi. Ni hila za adui. Lakini nakuhakikishia, kata nira zote katika ulimwengu wa roho. Wala usitamani kujua ni nani anayesababisha nira hizo. Wewe kata. Ukitaka kujua nani amesababisha hizo nira, utashangaa uongee na kila mtu. Wewe kata tu. Kata zikatike. Jitie nira ya Kristo leo. Na nataka niende niombe wakati huu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya neno la uzima uliloliachilia ndani yetu na asubuhi ya leo. Asante Roho Bwana, kwa maana unaenda kukata nira sawa sawa na neno lako ya kwamba utaenda kuzikata hizo nira, utaziondoa hizo nira katikati ya watoto wako, na watoto wako watatembea kwa salama. Asante kwa maana umesema ya kwamba na sasa utazivunja nira zao watoto wako. Utavunja nira ya mtoto wako huyu anayenisikia, na umesema utapasulia mbali mafungo yake. Yamkini yuko kwenye kifungo cha mateso ya mahusiano na ndoa, yuko kwenye kifungo cha mateso ya madeni na kuishiwa, yuko katika kifungo cha mateso ya kiuchumi. Roho Bwana, nira ikakatike kwa jina la Yesu. Nira za mateso, nira za giza ziletazo msongo wa mawazo, zikatike leo katika jina la Yesu. Ninatangaza nira kukatika kwa jina la Yesu. Natangaza uhuru wa ndani kwa jina la Yesu. Roho Bwana, achilia neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Achilia nguvu mpya, achilia ushindi mpya, achilia kibali kipya. Kata nira za giza ndani ya maisha ya mtoto wako huyu. Nira za uchawi zikatike leo katika jina la Yesu. Nira za kutokufanikiwa zikatike leo katika jina la Yesu. Nira za visasi vya nguvu za giza viletajwe mateso ya hofu, wasiwasi na mashaka vikatike leo katika jina la Yesu. Baba, asante kwa maana nira za magonjwa zinakatika leo, na hofu zake zinakatika leo, na mauti zake zinakatika leo na kuondoka leo katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana neno kujitia nira yako sasa, Kristo Yesu. Nira yako ya furaha, ya amani. Tunajitia nira yako ya kufanikiwa. Tunajitia nira yako ya afya njema. Roho Mtakatifu, tunajitia nira yako ya kuongozwa na wewe. Tunajitia nira yako ya kuinuliwa na wewe katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana nira yako ina furaha na amani na ushindi. Nira yako inayo raha, nasi tunatamani raha nafsini mwetu. Tunaomba kibali chako. Ninaomba mtoto wako huyu akafungashiwe nira na wewe, Mungu aliye hai. Kila nira ya uharibifu iliyokamata maisha ya mtoto wako huyu, iliyokamata watoto wake, iliyokamata familia yake, iliyomkamata mume wake, nira
nira ile inakatika leo katika jina la Yesu. Nira ya mateso inaondoka leo. Mateso kwenye ndoa yake inaondoka leo. Mateso kwenye uchumba wako inaondoka leo. Nira iliyoambatana na wewe ya kutokufanikiwa inakatika leo. Ile nira ya kutokufanikiwa inaondoka shingoni mwako leo. Unafungashiwa nira ya kufanikiwa kutoka ndani ya Kristo Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa rehema zako nyingi. Asante kwa mafuta yako ya ukombozi na kuinua watu wako. Asante kwa nuru yako ya ajabu unayoinua kwa mtoto wako huyu. Sifa na heshima vyote ni vya kwako Yesu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako njema, na hiyo sadaka itaenda kupiga kelele kwa ajili ya kukata hizo nira zilizofungashiwa na giza. Halafu hiyo sadaka yako itapiga kelele kwa ajili ya kujitia nira ya Kristo, utembee kwenye amani. Kila kilichokushikilia kinakuachia, kila kilichokutesa hakitaonekana tena, kwa maana umejitia nira ya Kristo asubuhi ya leo. Hiyo sadaka yako itaenda kupiga kelele kujitia nira yako na Kristo, na utatembea kwenye ushindi, na itaonekana mwanga mpya siku ya leo, na utamtukuza Bwana. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Basi utaachilia sadaka yako ya kujitia nira ya Kristo na kukata nira za giza. Utaiachilia hiyo sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.